Kusikia ulishowahi kwenda kwa mzee Chato kwenda kupiga show. Moja ya kitu ambacho watu wengi kiukweli hawajui na ni bora umeniuliza leo. Ndio hiyo nilosema wakati mwingine pengine tunatengeneza uadui baina ya labda Roma na viongozi au Roma na nini kwa vitu ambavyo watu havijui. Mimi nadhani ni msanii wa kwanza kwenda kuperform nyumbani kwa mheshimiwa. Home kabisa. Sio Chato, nyumbani kwake kabisa, yani nyumbani gari pale vile mimi na perform pale, nyumbani pale vile. Nakumbuka asubuhi kabla hatujaondoka. Ndani ya compound yake. Ndani ya pale compound, yani maskani nyumbani pale vile. Kwa mara home kwa president. Nyumbani kabisa kwa mheshimiwa rais. Na ilikuwa ni Christmas ya mwaka hii 2020. Mwaka juu 2017. 2018, 2017. Ilikuwa Christmas pale na nakumbuka nilikuja kuchukuliwa Geita, nilikuwa na show Geita tarehe 25 Disemba. Nikaja kuchukua Geita na escort na moja ya kijana wake yuko kule kanda ya Ziwa anaitwa Dani. Na yeye ndo aliniambia tena, nakumbuka bwana, wakati wananichukua sababu nilichukuliwa na escort kubwa, magari kama 3 4 si unajua zile, kwa ajili ya kwenda kufanya tamasha pale nyumbani kwa mzee, na nadhani mama alikuwa ndo mgeni rasmi. Na ilikuwa late kwa sababu nilitoka Geita kama saa 9. Lakini uwezi amini mpaka nafika Chato nyumbani pale bado mashabiki wako wengi na walikuwa wananisubiri. Nakumbuka wakati tuko njiani ndo nikamuuliza, bwana, mwaliko mzee anaofahamu, umetoka kwa mzee? Tunapiga sasa story. Ndo jamaa anasema, bwana nilimwambia asa unaendaje nyumbani kwake afu mzee asijue, wakati lazima kuwe na ulinzi. Yani watu wote wana taarifa kwamba lazima ijulikane kwamba kuna mtu fulani anaweza kwenda nyumbani kwa mheshimiwa afu asijue. Kaambia ulipomwambia alisemaje? Unajua zile kama kwenye story mnapiga story huko. Akanambia tu bwana, ameniuliza nani anakuja kuperform, kwa hiyo kaambia ni Roma Mkatoliki. Akaambia Roma yule wa Chadema. Basi tukacheka, nakumbuka tuko na mwanangu Stamina hapo. Sasa tumekaa stia nyuma ndo tunatazamana na Stamina. Sasa tulichokuwa tunatazamana ni kwamba Stamina akaniambia, Roma, itikadi ya nyimbo zako afu tunaenda kuimba kwa mheshimiwa inakuaje? Na hizo nimekutana nazo sana. Unajua kuna show tulifanya ya mazingira na perform pale, yuko brother Januari, moja ya viongozi ambao nawakubali sana kutoka moyoni. Yuko mheshimiwa Kangi, umeelewa vizuri na natakiwa niimbe nyimbo. Sasa unajua mashahidi yaliokopo kwenye Zimbabwe, unajua na wakemea mafisadi wa CCM zile kuzipiga afu kuna waheshimiwa hapo. Inakuaga changamoto, kwa hiyo kuna wakati ukiperform unatazamana na mashabiki mnacheka wote yani. Kwa hiyo wakati Dani ananiambia bwana mheshimiwa akasema Roma Mkatoliki yule wa Chadema, kaishia kucheka. Kwa hiyo unajua mnakuwa excited, kwa hiyo si anafahamu sisi tunaenda, anafahamu na mama yupo kule. Hapo tuko na escort, ndo Stamina akaniambia blaza tunaendaje kuimba kwa sababu tutalipiga lile hivi ama vile. Alafu mimi sinasema sijui wanangu wana Magufuli si nini, alafu wasema wanangu waloasa pale utafasemaje, alafu tunaenda kwa mheshimiwa. So ilikuwa funny, na mara nyingi tunapendaga hivi vitu viwe funny, visiwe sana serious. Viwe funny kwa sababu ni wasanii, ni vijana, sisi umeelewa, tunajaribu kufikisha tu ujumbe. So nakumbuka hadi tunafika tulikuwa tunapangua playlist. Yaani Stamina anasema mathematics hii huwezi kuimba. Hivi ama vile usiimbe. Uwezi amini tulibaki na ile Mwajuma kaolewa tu. Stamina sasa utaimbaje? Kwa sababu hiyo mechi za ugenini pia kuna saa unasema sijui wa asali. Na mliperform nyimbo gani? Hiyo hata hivyo vile tulipiga. Na ipo hiyo clip nadhani YouTube. Sasa ilipofika hiyo part ya Stamina anasema wanangu wa Magufuli nini? Asa hapo nilipotakiwa mimi niseme kwa Lowassa. Kwa najikuta jukwani tunatazamana na Stamina tunacheka wote. Kwa hata hiyo sehemu mimi sikuisema tena, na watu wa Chato wakafurahi kabisa pale nyumbani. Ilikuwa show moja nzuri na niliweka historia, na mimi ndo nilikuwa wa kwanza. Sababu nadhani baada ya pale alikuja Alikiba. Lakini mimi ndo nilikuwa wa kwanza kuperform. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni kitu kizuri na ni kumbukumbu vizuri, na sio kitu cha zamani 2017. Kwa hiyo kama hadi mheshimiwa anakupa nafasi ya kwenda kuperform nyumbani kwake, ni blessi. Kwa hiyo wakati mwingine hizi stories za katikati zinaweza zikatutengenezea uadui ambao ukafikisha habari tofauti au ujumbe tofauti ambao pengine unaweza ukaja ukaleta madhara kwa namna moja ama nyingine, kitu ambacho mimi sikipendi. Yani utakuwa mchawi ukiwa unapinga maendeleo. Umeelewa vizuri? Sijui uje na hoja gani ama uje na ajenda gani, utakuwa tu mchawi kwa sababu tunachohubiri hapa ni maendeleo. Umeelewa vizuri? Lakini hatutaki pengine kuishia tu kwenye neno maendeleo. Kuna maendeleo aina mbili, maendeleo ya watu na maendeleo ya vitu. Viongozi wengi wa nyuma waliwahi kusema maendeleo haya yote yanatakiwa yaende sambamba. Kwa watu wa mathematics tunasema simultaneously. Yani wakati tunaleta ndege basi tufanye kwa njia yote ile mfukoni pia kwa watu
kuwe kuna hela. Sijui umeelewa vizuri. Kwa hiyo kwa mambo ya maendeleo kuleta kufufua shirika la ndege, kwangu mimi napongeza big time, yani nitakuwa mchawi kabisa kusema kwamba siwezi kupongeza hiyo movement iliyofanyika. Umeelewa vizuri. Sijasafiri nchi nyingi compare, lakini nadhani mataifa mengine wametuzidi. Wametuzidi sana. Kwa hiyo na sisi ni kama tunakuja. So nachoweza kusema ni kwamba pengine wewe Millard ndo kiongozi sasa hivi, tumekupa nafasi. Wewe ukaona kwangu mimi ngoja nijaribu kufufua ili shirika la ndege. Itakuja kipindi chako kitapita. Atakuja mwingine, atakuja hiyo vision yake kwamba mimi ngoja nirudi barabara za lami tu hizi. Ngoja mimi niwekeze kwenye barabara. Tulikuwa tuna discuss wakati tunakuja, tulikuwa tunapita tunaona hizi kwamba kuna 4 ways. Unaona ndio ile idea tukatoa kama kwamba kupatikane 4 ways kutoka Dar es Salaam hadi Chalinze ni kitu kikubwa sana. Wewe unaweza ukashangaa baada ya mheshimiwa rais pengine akaja rais mwingine ambaye yeye akaamua vision yake ije kwamba mimi sasa sio ndege. Huyu alishaanza kama sisi wasanii kupeana vijiti, huyu ameishia hapa. Kwa hiyo mimi nakuja basi mimi nacheza tu na barabara. Basi atakuja mwingine ataamua bwana mimi usafiri wa majini. Umeelewa vizuri? Mimi najenga tu madaraja. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo kwa mimi kama Roma, wito wangu nadhani maendeleo ya vitu na watu yakienda pamoja yatapunguza sana manunguniko. Kwa sababu angalia watu gani wananungunika.